Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adamu Hussein. Kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ametoa kauli nzito kiasi kwamba imemfanya rais wa Marekani Donald Trump kuamua kusitisha mapigano dhidi ya Iran. Hii ndio kauli ambayo imemfanya rais wa Marekani aachane na vita hivi, kauli iliyotolewa na kamanda mkuu wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC alisema kwamba nchi za kanda hii zinazotumika kama ngao ya Marekani zitateketea katika moto wa vita. Hatutaonea huruma nchi yoyote, labda tu wananchi waamue kusitisha matumizi ya nchi zao katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mkuu wa kamandi kuu ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Khatami al-Anbiya, amezionya nchi za kanda kuhusu kushirikiana na Marekani, akisema nchi yoyote itakayotumika kama ngao ya ulinzi kwa Washington itaungua katika moto wa vita. Katika ujumbe uliotumwa kwa nchi za kanda ya magharibi mwa Asia mnamo jana Jumamosi, Jenerali Ali Abdullahi ameeleza kuwa Marekani inafuatilia kwa kasi inayoongezeka njia ya kuchochea vita vya kikanda, akielezea msimamo huo kuwa ni sehemu ya mkakati hatari unaolenga kupanua utawala usiokuwa halali katika eneo hili lote. Kauli hii ya kamanda wa jeshi la Iran imemwamsha usingizini rais wa Marekani Donald Trump, akiona kwamba wakati huu wa Iran hawatanii. Na kweli wa Iran wametangaza safari hii jambo litakuwa ni zito mno katika eneo la Mashariki ya Kati. Hakuna chochote kitapona katika eneo hilo ikiwa Marekani na Israel wataamua kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tunatangaza waziwazi kwamba nchi za Kiislamu zinapaswa kuwa na mtazamo wa mbali, zifuatilie uhalifu wa Marekani na zitathmini upya ushirikiano na mfungamano wao na Marekani. Hivyo nchi yoyote inayogeuza kuwa ngao ya kuilinda Marekani, mhalifu na mchokozi, itateketea kwa moto wa vita, anasema kiongozi huyo, akisisitiza katika kuzieleza nchi za Mashariki ya Kati, nchi jirani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Marekani ilitumia baadhi ya kambi za nchi katika Mashariki ya Kati zinazopakana katika nchi za kanda katika vita vyake na Iran vilivyoendelea kwa siku 40 vilivyoanza tarehe 28 Februari. Katika kujibu hatua hiyo, Iran imeshambulia kambi za kijeshi na maslahi ya Marekani katika nchi hizo pamoja na shabaha za Israel katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Kamanda Ali Abdullahi amesema kuwa vita vya karibu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinaonyesha kwamba Marekani, mtenda jinai wa shari, anatenda vitendo vya uchochezi na ni nchi ambayo ni mharibifu ili fanikishe malengo yake ya kishetani kupitia kutumia rasilimali za mataifa mengine ya Kiislamu. Na kamanda huyo amesema nchi za Kiislamu zinapaswa kutambua kuwa Washington inatumia mitaji, utajiri, miundombinu muhimu na rasilimali za kimkakati za mataifa hayo kama ngao za kujilinda. Hata hivyo, wakati huu jeshi la Iran, moja kati ya mambo ambayo imefanya ni kuziboresha silaha zake. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndani ya miezi mitano imetengeneza silaha mpya na hatari, lakini pia imeboresha silaha zake za zamani ambazo zimetumika katika uwanja wa vita katika siku 40. Sasa hili linaonyesha kwamba kuna tishio kubwa kutoka kwa Iran na wameapa kwamba silaha hizi zitatumika vilivyo kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya nchi yoyote ambayo itaungana na Marekani katika mashambulizi dhidi yake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.